Uhuru wa vyombo vya habari nchini Uganda umeingia tena kwenye mjadala baada ya serikali kupitia jeshi kufunga shughuli za kampuni ya Nation Media Group NMG Uganda, hatua iliyochukuliwa kufuatia amri iliyotolewa na mkuu wa majeshi ya ulinzi Jenerali Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mtoto wa Rais Yoweri Museveni. Hatua hiyo imesababisha vituo vya televisheni ya NTV Uganda na Spark TV pamoja na gazeti la Daily Monitor kusitisha shughuli zake, huku askari wenye silaha wakizingira ofisi za kampuni hiyo zilizopo na Muwongo, Kampala, pamoja na eneo la hoteli ya Kampala Serena. Muhoozi ametangaza kupitia akaunti yake rasmi ya mitandao ya kijamii leo Jumapili kuwa NTV na Daily Monitor zimefungwa kuanzia leo. Siku chache kabla ya tangazo hilo, alikuwa ameonya kuwa vyombo hivyo vya habari haviwezi kuendelea na shughuli zake bila kupata kibali kutoka kwa Rais Museveni. Kwa mujibu wa taarifa za Daily Monitor, vikosi vya usalama vilifika usiku wa manane na kuzingira ofisi za Nation Media Group, vikizuia wafanyakazi kuingia au kutoka. Kufikia majira ya saa 11 alfajiri, matangazo ya NTV Uganda na Spark TV yalikuwa yamekatika, huku screens zikionyesha ujumbe wa video unavailable. NTV Uganda imethibitisha kusimamishwa kwa matangazo yake na kuchapisha picha zinazoonyesha wanajeshi wakilinda ofisi zake. Wafanyakazi waliripotiwa kuzuiliwa ndani ya majengo hayo, hali iliyovuruga pia uchapishaji wa gazeti la Daily Monitor. Hatua hiyo imekosolewa vikali na kiongozi wa upinzani Bobi Wine, ambaye amemshutumu Muhoozi kwa kutumia mamlaka kwa idhini ya Rais Museveni ili kuzima sauti za vyombo huru vya habari. Muhoozi, kwa baraka kamili za babake, amechukua hatua ya kuvinyamazisha vyombo vya habari vilivyobaki vinavyojitegemea nchini Uganda, alisema Bobi Wine. Aliongeza kuwa hatua hiyo inaonyesha kuongezeka kwa utawala wa kijeshi na kupungua kwa utawala wa sheria nchini humo. Kufungwa kwa vyombo hivyo kunafuatia matamko kadhaa ya Muhoozi katika mitandao ya kijamii, ambapo alitangaza marufuku ya muda mrefu kwa vyombo vya habari kuripoti habari zinazomhusu Rais Museveni.